kuja logo letu. Kwanza kabisa kuitakia heri ya mwaka mpya, na tunamshukuru Mungu kwa neema yake ya kutujalia kuweza kuona mwaka mpya. Sio kwamba tunastahili, sio kwamba sisi ni wazuri sana mbele zake, hapana, bali ni neema yake inayotubeba kila siku. Nimekuja hapa, nilikuwa nimekaa nafikiria Januari, nikasema nije niwaulize marafiki zangu, je, mmelipa gharama? Unajua kwamba Januari ni mwezi wa kulipa gharama mbele za Mungu. Tunaposema gharama yote Yesu alilipa msalabani kwa kujitoa kwa ajili yetu sisi, akafa kwa ajili yangu mimi na wewe. Ila sisi tunapokuja au tunapokuwa tunaanza mwaka mpya, ni vizuri na sisi tukalipa gharama kwa namna ambayo tunaona inampendeza Mungu au kwa kadri vile Roho Mtakatifu anapotuongoza. Tunaposema kulipa gharama January, as for me, kwangu mimi January ninaposema kulipa gharama mbele za Mungu, nazungumzia mambo makuu matatu. Kwanza kabisa ni kwa kumkabidhi Mungu mwaka wangu kwa maombi, yani nalipa gharama ya kufunga. Na tunapofunga tunaenda mbele za Mungu tukiwa na kiu zetu, tukiwa na maombi yetu, mambo ambayo tunapenda Mungu atufanyie kwa mwaka huu. Gharama ya pili ambayo unalipa ni kwa mwaminifu mbele za Mungu. Tunaposema kwa mwaminifu mbele za Mungu, lazima ukikumbuka kwenye Biblia, Ana alikuwa mwaminifu mbele za Mungu. Alimwambia Mungu, ukinipa mtoto wa kiume nitakupa akutumikie. Vivyo hivyo na sisi tunapoenda mbele za Mungu, tunaenda kwa kuwa waaminifu. Kwanza kabisa tunaanza mwaka kwa kuwa waaminifu mbele zake kwa zaka, kwa kuwa waaminifu mbele zake kwa sadaka, yani zabihu zile za Jumapili na nyingine zote, na pia kwa kuwa waaminifu mbele zake kwa malimbuko. Mbegu je, umepanda? Huu ni mwezi wa kwanza tunapanda, mwezi wa kwanza tunatoa malimbuko, mwezi wa kwanza tunamwahidi Mungu kwamba tutakuwa waaminifu kwenye zaka na sadaka. Na jambo la tatu ambalo tunalitoa kama ni kuhakikisha tunakaa uweponi mwa Bwana kwa maombi na kuabudu. Tusali, tuabudu. Kama huwezi kuabudu, tumia nyimbo za kuabudu. Neno linasema Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Hayupo. Kwa hiyo Mungu akiwa upande wetu kwa mwaka 2026, ukalipia gharama ya kusali, ukalipia gharama ya kuabudu, ukalipia gharama ya kuwa mwaminifu, ukalipia gharama ya kufunga. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Hata ruhusu tuaibike kwa mwaka 2026. I'm wishing you all the best and a very happy new year.